Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo nilipendwa sana, tunalipenda sana, yenye kumpa Mungu utukufu. Kwa majina naitwa Helen Chacha, ni kiongozi wa kanisa la Yerusalemu Adonai Miracle Church. Tuko karibu na uwanja wa KMC, tunatazamana hapa Mwenge. Karibuni kanisani kwetu. Leo kuna muendelezo wa kipindi chetu kilichopita, kumiliki na kutawala. Somo letu leo nifuatilia, muendelee kunifuatilia, tutapata maneno mazuri ya kutusaidia katika maisha yetu. Karibuni. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti la hai, tunafungua kipindi hiki katika Utatu Mtakatifu. Wewe nasi tunapoendelea kujifunza neno hili, ukatufanya tukaelewe vizuri kabisa kumiliki na kutawala kuna maanisha nini. Katika jina lako tumeomba, amen. Amen. Kumiliki na kutawala na kutunza, Mungu wetu ndiye awezaye kukuponya ili uweze kumiliki na kutawala. Nimefundisha kumiliki na kutawala, lakini kumbe kuna kuponywa. Kuna vifungo na vizuizi vinavyosababisha watu wasimiliki na kutawala. Kuna asili ya kuzaliwa ya kusababisha usimiliki na kutawala. Kuna maagano, kuna mizimu, kuna mikataba. Kuna roho za laana. Kuna roho za kutokufanikiwa katika familia yako. Lakini sisi ambao ni familia ya Mungu, kuna uponyaji na ukombozi kwa damu ya mwana kondoo. Tunapokuwa tumefunguliwa vifungo vya asili vya kutesa maisha yetu vinavyozuilia tusimiliki na kutawala, Mungu anaachilia milango mikubwa ya kumiliki na kutawala. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika Wakorintho wa kwanza sura 19 mstari wa 9. Linasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, wako wanipingao. Ukiliangalia ile neno wako wakupingao wakina nani? Inawezekana unaweza kusema wakupingao ni marafiki zako au ndugu zako, lakini kuna wanaokupinga ambao ni mizimu na mikataba, ni maroho, uchawi, ushirikina. Unachukuliwa nyota yako, unachukuliwa bahati yako na ambayo ndio nyota. Unakuta kuna laana, kulikuwa na matambiko na maagano, kuna mambo yameongelewa, kuna mambo yametamkiwa huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo inabidi ukombolewe, inabidi uombewe, inabidi ufunguliwe ili uweze kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Mlango mkubwa umefunguliwa kufaa sana. Mungu anatupenda sisi ni watoto wake. Na ahadi ya Mungu ni tumiliki na kutawala. Lakini upinzani wa shetani, upinzani wa ukoo, upinzani wa familia. Inawezekana nyumbani kwenu hakuna kumiliki hata baiskeli, hakuna kumiliki hata bajaji. Inabidi wewe ulio ukoo na nisikiliza mahali hapa, omba Mungu akuondoe katika vizingiti na vifungo vya asili ya kuzaliwa kwako. Maana tunaimba kutawala na kumiliki, kumiliki na kutawala. Pokea gari, pokea nyumba, pokea mke, pokea watoto. Lakini kuna adui amesimama hataki kupokea mtoto. Ameweka X mbele yako kwamba huwezi kupita, no entry. Hakuna, ni marufuku kupita hapa. Maana kuna marufuku ya kumiliki na kutawala. Kuna marufuku ya kupokea vile vitu ambavyo Mungu amekusudia. Sasa ile marufuku inabidi ondolewe. Inawezekana nyumbani kwenu kuna marufuku. Toka mmezaliwa hamjawahi kujenga hata nyumba ya bati, kuna nyumba ya matembe, nyumba ya majani. Wewe unatamani, unaambiwa pokea nyumba, pokea gari. Hauwezi kupokea, lazima turudi nyuma tena. Tuangalie kwa nini hatupokei. Kuna vifungo vinavyosababisha watu tusimiliki na kutawala. Unayenisikiliza nisikilize vizuri. Kuna vifungo vya familia yako. Angalia wazazi wako walimiliki nini. Angalia mtoto wenu wa kwanza amemiliki nini. Angalia katikati ya ndugu zako mmemiliki nini. Kuna vitu ambavyo mnawekewa limitation kwamba hapa ndio mwisho, hamwezi kusogea. Lakini Mungu ameruhusu kwamba kuna mlango mkubwa sana wa kufaa umefunguliwa, lakini kuna wengi wanipingao. Wale wanaokupinga inabidi tushughulike nao, wakuachilie ili uweze kumiliki na kutawala na kutunza. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangaza kwamba ni watu gani wanaokupinga. Nimesema ni mizimu, laana, mikataba, madhabahu za shetani zilizojengwa majumbani mwenu. Kuna madhabahu, kuna ibada za sanamu zilizofanyika kwenu. Kuna vitu ambavyo vimewangangania kabisa. Yaani hauwezi kutoka hapo ulipo. Kumiliki hata laki ni shida. Sasa unaambiwa unamiliki na kutawala nini? Unaweza ukamiliki shamba hata usiende kulima shamba. Unaweza ukamiliki kiwanja hata usijenge. Kwa sababu kwenu hamjengi. Kwa sababu adui anasema hutajenga. Kwa sababu shetani anasema hutalima. Kwa sababu shetani anasema unalima lakini hutavuna. Kwa hiyo kuna vizuizi vingi ambavyo vinazuilia watu wasimiliki na kutawala. Lakini mchana leo nakufundisha kwamba lazima uwe na bidii sana ya kumwomba Mungu na ufunguliwe vifungo, maana kuna kufungwa. Sasa ufunguliwe uwe huru, maana ni mateko umetekwa.
Sasa utoke ndani ya mateka, uje ndani ya utawala wa Mungu wa kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 26, anasema maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Yaani vyote ni vya Mungu. Na vile vya Mungu vyote ni vya kwetu vilivyojazwa katika dunia hii. Ni wewe kuchagua miliki nini. Ni wewe unachagua sasa nipita katika mraba gani. Sio kwamba utamiliki vitu vyote, lakini kuna ambavyo Mungu amekukusudia kumiliki. Mungu anasema kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utajiri wa Mungu na utajiri wa shetani. Unaona mtu amemiliki na kutawala, unaweza ukamtamani ukasema bwana yule ana Mercedes Benz, yule ana Makito, yule ana magari sio V8, yule ana majumba na magorofa. Lakini kuna vingine sio havitokani na Mungu. Kuna vingine ni vya shetani. Kuna vingine wanavifuata kwa mkuu wa giza. Lakini sisi tunavyoviongelea hapa ni vya Mungu aliomba mbingu na nchi. Tena anasema katika kitabu cha Mithali 8 mstari wa 10, anasema na wapendwa wale wanipendao na wale wanitafutao wataniona, wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa hiyo inamaanisha kwamba anatupenda, na ukimtafuta kwa bidii utamuona, na unapotafuta kwa bidii atakuonyesha kwamba ni nini kinakuzuilia kupokea baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kienda kusoma kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 6, Ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Shetani anakuahidi, anaweza kukuambia toa mama, anaweza kukuambia toa mtoto, anaweza kukuambia toa mke, anaweza kukuambia toa baba, anaweza kukuambia toa mtu jirani ambaye unaona kwamba ni mtu ambaye ana nyota nzuri au ana mafanikio mengi, ili uweze kumiliki na kutawala kupitia shetani. Anaweza kukupa masharti ya kuvaa vitu ambavyo ni vinyago. Anakupa kuvaa labda mikufu fulani, anakupa kuvaa maeleni, macheni yale. Mnaweka naye agano ili aweze kukumilikisha, ili uweze kutawala. Unamtamani mtu kama huyo, lakini vitu vyote hajavipata kwa Mungu. Angalia shetani anamwambia Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu na ni Mungu. Anamwambia akikubaliana naye atampa miliki zote. Kwa hiyo watu wengi tuna tamaa ya kumiliki na kutawala vitu ambavyo si halali yetu. Lakini matokeo yake mwishoni yanakuwa ni madhara. Unazaa watoto wako ile mali hawezi kuilinda, hawezi kuitawala kwa sababu ina masharti. Wanavalishwa mikufu ambayo watoto hawezi kuvaa. Wanaenda kutoa sadaka ambazo watoto wetu hawezi kwenda kutoa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ukipata baraka za Mungu ni heri kabisa upambane kwa Mungu kwa bidii yako yote ili uweze kupata baraka zinazotokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Isaya 58 mstari wa 6, anasema je, saumu niliyochagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionewa na mvunje kila nira. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ina maana unaweza ukafunga ukajibidhi mbele za Mungu, Mungu akakutetea, Mungu akakufunulia vitu vingi, akakuonyesha kinachokutesa, akakuonyesha kwenye ndoto, akakuonyesha kwenye sauti. Kwa hiyo inamaanisha kwamba lazima tuwe na bidii ya kumtafuta Mungu na kuvunja zile nira na vifungo vyote vya uovu viweze kutoka ndani yetu. Kumbe kumiliki na kutawala, huwezi kumiliki na kutawala kama uovu na vifungo vya uovu na nira haziwezi kuvunjika. Kwa hiyo kumbe kwamba lazima ukazane kwenye maombi, lazima ukazane kumpenda Mungu, lazima ukazane kumtafuta Mungu, na zile nira na vifungo vya uovu viweze kukuachilia uweze kumiliki na kutawala. Mpendo unayenisikiliza mchana wa leo, watu wote tunapenda kuishi maisha mazuri. Mpendo unayenisikiliza mchana wa leo, watu wote tunatakiwa kuwa na vitu vizuri, kuwa na usafiri, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na mashamba, kuwa na kazi, kuwa na biashara. Lakini tuvipateje? Inawezekana unatamani, una mtaji, unataka kufungua biashara, lakini kuna nira zimekukamata. Kuna uovu wa familia umekukamata. Kuna uovu wako mwenyewe uliousaka umekukamata. Inawezekana kuna mtu amechukua nyota yako. Inawezekana kuna mtu amechukua utayari wako. Kwa hiyo baadaye wako unakuwa matatizo. Unafungua biashara, unaweka kama ni duka, kama ni nguo, unakaa toka asubuhi uuze mpaka jioni. Sasa na wewe unataka kumilikishwa na Mungu, jitahidi kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Jitahidi kumpenda Mungu kwa bidii. Ukimpenda Mungu kwa bidii atakuonekania kwa bidii kabisa. Na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao nitawapatia vya kwangu. Bwana Yesu asifiwe.
Ninatangaza mchana wa leo kwamba kila kitu unachokiendea, kiendea kwa makusudi, kwa nia njema, kwa kupambana. Hakuna mafanikio yanayokuja umelala mpendwa. Hakuna mafanikio yanayokuja unasema unaomba kwa upole, unasema kama unamnong'oneza shetani. Shetani ananong'onezwi, shetani anapigwa. Pia kumiliki na kutawala ni kuacha dhambi. Na dhambi unaiachaje? Unaikataa. Ni dhambi gani umekung'ang'ania? Ni uovu gani umekung'ang'ania? Unaukataa kwa kutamka kabisa, sikutaki shetani. Shetani niachie, sikutaki. Achia mali zangu, achia umiliki wangu, achia mafanikio yangu, achia mke wangu, achia watoto wangu, achia elimu yangu, achia ndoa yangu, achia chochote. Unamwambia shetani achie. Tena aache kabisa. Kwa asikucheleweshe mpendwa. Na kutangazia mchana wa leo kwamba ninaenda kuvunja vifungo vyote vinavyokutesa wewe. Ni nini kimekuzuilia kumiliki na kutawala? Ni nini kimekuzuilia kupata kazi? Ni nini kimekuzuilia kufanya biashara? Ni nini kimekuzuilia kutokuwa na afya njema? Kwa sababu kuna magano yalifanyika. Inawezekana kuna magonjwa ya familia, inawezekana kuna umaskini wa familia, inawezekana kuna magano ya familia, inawezekana kuna vitu inabidi ufanye ili uweze kufanikiwa, lakini umeokoka. Sasa kwa kuwa umeokoka, nataka kukuongoza leo maombi haya ya kutoe mahali kukupeleka mahali. Naenda kumpinga shetani aliyeshikilia utayari wako. Naenda kumpinga shetani aliyebeba nyota yako. Naenda kumpinga shetani aliyekupa uvivu. Naenda kumpinga shetani aliyekukatisha tamaa. Naenda kumpinga shetani aliyekufanya uwe maulete yake. Hela yako ikipatikana tu inapotea ujue inaenda wapi. Kwa naenda kukuombea mchana leo ili utoke hapo ulipo. Unayenisikiliza, sikiliza maombi haya. Na ukae tayari kusikiliza na uyapokee kwa shukrani kwamba Mungu anafanya. Mungu hana umbali. Niko hapa Mwenge na wako kote uliko, huko Tanzania, huko nje ya Tanzania, huko Kenya, huko Uganda, huko Malawi, huko Burundi. Na kukaribisha kunisikiliza katika maombi haya yenye nguvu ya kukufanya utoke katika hazina ya shetani. Utoke katika vifungo vya kukufanya wewe huna furaha. Utoke katika vifungo vya kuharibu mipango yako. Maana mipango yako ni kumiliki na kutawala. Mipango yako ni kuwa na nyumba, mipango yako ni kuwa na gari, mipango yako ni kuwa na mke, mipango yako ni kuwa na mtoto. Mipango yako ni kufanya biashara, kuwa mtu mkubwa, mipango yako ni kuwa mtumishi wa Mungu, lakini yupo shetani anayepinga mafanikio yako. Nataka kukuombea, kaa tayari. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante kwa fundisho hili la kumiliki na kutawala, lakini kuna yule azuiaye, kuna vizuizi. Kuna mlango mkubwa wa kufaa umefunguliwa, lakini kuna yule apingaye. Wale wanaopinga ni mizimu na mikataba na laana. Na mimi leo naenda kinyume na kila roho zinazowafunga watu wako ambao ni watu wa Mungu. Zinazofunga familia nyingi zinashindwa kutoka hapo zilipo. Wewe adui wa msalaba. Adui wa msalaba uliyeshikilia uchumi wa hao watu. Ninakupiga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninaituma ile nguvu ya ukombozi ikakomboe kila mmoja anayenisikiliza mahali hapa, Jehova Mfalme. Naenda kung'oa kila agano la shetani ndani ya miguu yao. Naenda kung'oa kila agano la shetani ndani ya madhabahu zao walizozijenga katika maisha yao. Ninang'oa madhabahu zote za shetani katika malango yao. Ninakupinga adui wa msalaba unaowanong'oneza kwamba hawatashinda wala hawatamiliki na kutawala na kutunza. Wataenda kutunza kwa sababu mwaka ushindi. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe unayenisikiliza, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, baba na mama, na kufungua kwa jina la Yesu Kristo, na kuondoa kwenye roho ya umaskini, na kuondoa kwenye roho ya mateso, na kuondoa kwenye mawazo, na kuondoa kwenye majuto, na kuondoa kwenye kushindwa, na shetani atashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo naenda kutuma ile nguvu ya Mungu, na tuma damu ya Yesu Kristo ikakomboe maisha yako yote. Vifungo vyote vilivyokulemea na vipiga, nira zote za kung'ang'ania na zivunja, uovu wote wa kuzaliwa na ukatana kukemea kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba wa mbingu na nchi. Maombi haya yakafanyike ukombozi na uponyaji kwa kila mmoja atakayenisikiliza mahali hapa na anayenisikiliza. Baba, asante kwa sababu watu wako wanaenda kufunguliwa, watu wako wamefunguliwa, watu wako wanaenda kuponywa, watu wako wanaenda kutembea katika uhuru wa Kristo ndani ya maisha yao. Asante Baba wa mbingu na nchi, na kabidhi kipindi hiki mikononi mwako mpaka siku nyingine tutakapokutana tena. Ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba. Haleluya. Ninawakaribisha wote mtakaoendelea kusikiliza kipindi hiki mida saa 3 usiku. Karibuni sana katika kanisa letu liko Mwenge. Tunawakaribisha sana. Karibuni sana, tunawapenda. Amen.